Yaani mwaka huu nimefarijika sana, nimefurahi sana. Namshukuru Mwenyezi Mungu, nashukuru na jitihada za Dr. Riziki, alinipa moyo, akanitia nguvu mpaka hali imekuwa hivi. Yaani nimefurahi. Sipaswi kulia, napaswa nimshukuru Mungu. Kwangu imekuwa maajabu. Watu wamekuwa wengi. Wasanii wamekuwa wengi, japokuwa wale mastaa huwa wako busy, lakini hao wengine wameitika wito, wamekuja, tumeshirikiana nao mwanzo mwisho. Kwanza niseme katika upande wa msukumo wa mpaka leo watu kufika hapa inategemea. Unajua, mtu unapokuwa karibu na watu ni rahisi zaidi unapokuwa na jambo lako kukufikia. Kwa hivyo kama unavyoona watu kidogo wamekuwa ni wengi tofauti na mwaka jana, na hii yote imechangia kwa sababu tu ya ukaribu na watu. Lakini pia tuna kundi ambayo linasimamiwa na mimi mwenyewe kama mkurugenzi wa Mkalimalela Company Limited. Ni kampuni ambayo inadili na mambo ya uandaaji wa filamu pamoja na tamthilia. Kwa hivyo kupitia kikundi au kampuni yangu ilijaribu kuweza kushawishi watu, hasa katika wale ambao wako kwenye African Spirit na ambao wako nje, sababu wasanii unajua wanapokutana sehemu moja huambukizana. Unaweza kukuta msanii huyu ana makundi zaidi ya 3 4. Kwa kupitia wito huo leo umetusababisha leo kuwepo hapa kwa namna hiyo. Kwa tunashukuru kwa kiasi kikubwa, mwitikio umekuwa mkubwa tofauti na mwaka jana. Naam, tunashukuru sana. Okay sawa. Mama, moja ya vitu ambavyo tunazungumza pia pale ni namna wasanii kuungana katika mambo kama haya, kwa maana kujitokeza kwa wingi pia. Wito wako hasa ni upi, na unazungumza pia na watu wasanii wengi kujitokeza? Unadhani ni nini kifanyike basi ili siku nyingine pia mwakani watu waweze kuongezeka, kwa maana ya wasanii husika pia ambao wamefanya naye kazi Marembo? Mimi kila siku wanakiomba, nasema watu tuingiwe na hofu ya Mungu. Manake wote safari yetu ni moja. Sio kusema mwingine kwa vile mimi ni star siwezi kufa au siwezi kupata shida. Mimi naomba kwa kweli tasnia yetu ya movie, naomba sana Mungu ashuke kati yetu, tuwe na upendo wa kweli, tushikamane. Kwa mfano kama leo, yani nimefarijika sana. Na waomba wasanii wote, uwe star usiwe star, Mungu achagui. Kama angekuwa anachagua matajiri wasingekufa. Lakini Mungu achagui, ni wote, njia yetu ni moja. Ninachoomba pale msanii mwenzetu anapopata shida, tushirikiane, tushikamane, sio tupate majina. Sasa la mwisho, nimepata pia taarifa kwamba Kanumba The Great itakuwepo, kwa maana filamu itakuwa inasimamiwa na watu ambao wametajwa pia hapo. Pengine hili likoje pia, na unalizungumziaje kurudi kwa Kanumba? Naomba nimuite mhusika mkuu. Okay sana. Kwa wasanii ambao nilitamani mwakani wafike hapa, mimi nafikiri mengi yamezungumzika pale tukiwa kaburini. Tumezungumza mambo mengi, tukasema kwamba kifo hakichagui, na mama kazungumza hapa, uwe tajiri uwe maskini, safari yetu ni moja. Kwa hiyo nitoe wito kwa wasanii haswa wakubwa, wasimwache mama. Watu wanajitoa kwa hali na mali kuhakikisha kwamba wanamtoa alipo mama kumpeleka mahali pengine, ingawa Mwenyezi Mungu ndo anayeweza kupushi mabadiliko ya mtu, lakini lazima nyuma ya Mwenyezi Mungu kuna mkono wa mtu. Mwenyezi Mungu anabariki lile jambo linaenda. Kwa hiyo nimshukuru kwa nafasi ya kipekee ndugu yetu kutoka US kwa kuweza kuliona hilo na kuweza kuamua kuungana na mama kuweza kuipush kampuni ambayo ilikuwa imedrop kwa muda mrefu. Lakini na mimi kwa nafasi yangu namuahidi mama sitaweza kumtupa kwa namna yoyote. Tutaungana naye katika hilo, tutahakikisha kwamba kampuni inanyanyuka. Iwe mvua iwe jua, tutaungana na ndugu yangu kutoka US katika kuhakikisha kwamba tunamuinua mama. Hilo tu. Pengine sasa la mwisho, katika mikakati ya kuinyanyua Kanumba The Great, kwa maana ya filamu kuna kuhusika production na vingine kaivu katika kuandaa movie, kama miongoni mwa watu ambao mnasimamia ile jambo, pia mipango ikoje na mpaka sasa hivi imefikia wapi na itakuwaje pia katika kufanya kazi wake?
Amini mambo mengi yanaendelea vizuri. Vitu vingi tayari tushakuwa navyo. Kuna baadhi ya project ambazo tayari ndo production. So enough tunaanza kushuti. I'm pretty sure Simba mrefu mtaanza na kazi zetu kabisa. Okay. Nyumba zetu tunarudi Simba mrefu kabisa. Okay, asante. Mama, lolote la mwisho kwa watu ambao wamejitokeza leo hapa? Yaani kiukweli msijisemeje. Na kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu. Pili kama nilivyosema namshukuru huyu dokta, lakini ni kijana wangu, ameweza kubeba mzigo mkubwa. Namshukuru huyu aliyefunga safari kutoka huko na ambaye amekubali anishike mkono aniinue. Kwa kweli Mungu mtenda miujiza. Kila jambo lina wakati na Mungu ana makusudi yake. Asanteni sana. Sasa Dr. la mwisho. Mimi nitoe tu wito kwa wasanii wadogo na wakubwa kuhakikisha kwamba wanaungana katika upande wa kazi zao hizi kwa ajili ya kuweza kuipushi sanaa ya Tanzania na watu wajifunze kupitia kazi hizi. Sanaa ni ajira. Kwa wasichukulie tu kwamba sanaa ni sehemu ya kiburudisho cha watu wanafurahi, lakini sanaa ni ajira. Imetengeneza ajira duniani. Watu mbalimbali tunaona mastaa mbalimbali wa duniani huko US. Tunaona wanafanya vizuri kupitia sanaa. Kwa hiyo nitoe wito kwa wasanii hasa hawa wasanii wadogo ambao leo tumeungana hapa kuweza kuichukulia sanaa kama kazi. Naam. Asante sana. Asante.